Waheshimiwa mawaziri, Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, makatibu wakuu, mwenyekiti wa Tume ya Maadili ya Viongozi wa Umma, viongozi wengine mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya shukrani kubwa kwa Mungu, nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi wote mlio hapa leo. Langu kwenu ni kwenda kuviishi viapo mlivyo hapa leo, na kwa kiapo cha maadili najua jaji huwa anatoa kopi baada ya zile mbili mlizo saini, moja na kurudishia. Hiyo ni reference yako ya kuiangalia kila baada ya muda. Hata mimi hapa ninayo ya kwangu, nakaa kipindi kisha naichukua na itizama, najiwekea tiki, wapi niko sawa, wapi ninalegea, wapi hivyo. Kwa ndio maana ya kiapo hiki na kupewa kopi. Lakini niwaombe pia ndugu zangu mlio hapa leo, kiapo kile kikubwa na kile cha maadili, mkashirikiane na mtakao wakuta kule mnakokwenda, fanya kazi kwa mashirikiano. Lakini na wale mtakao kutwa, mawaziri wako hapa na makatibu wakuu, mmekuja kupokea watu wapya, mkawape ushirikiano na muelekeze ipasavyo wapya wanaokuja. Kwa upande wa maelekezo mahsusi, Dr. Nagu, hongera. Tumekuweka nafasi hii. Katu, ni majukumu makubwa kuliko uliokuwa nayo. Najua ulikuwa na majukumu makubwa, lakini haya ni makubwa zaidi. Kwa hiyo, nadhani kwa kipindi kichache nilichokuweka nje kidogo ya majukumu, ingawa ulikuwa unaendelea na majukumu yako ya kawaida, utakuwa umesoma somo na kwamba utakwenda kutekeleza vyema majukumu yako hapa kama kiapo ulichokula hapa. Nikwambie tu kwamba unakwenda kuwa naibu katibu mkuu ndani ya TAMISEMI masuala ya afya. Ni Tanzania nzima ndani ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kama unavyojua kuna ongezeko kubwa sana toka mwaka 2020 hadi leo. Ongezeko kubwa la zahanati, ongezeko kubwa la vituo vya afya kwenye makata, hospitali za wilaya na zile hospitali kubwa za mikoa na za rufaa, sio za kwako na za mikoa, lakini huku chini kwenye maeneo yako kuna ongezeko kubwa. Lakini pia serikali imefanya kazi kubwa kupeleka vifaa tiba, vitendanishi, wataalamu na mambo kama hayo, na tunaendelea kupeleka. Tunajua bado kuna changamoto, lakini tunakutaka ukayasimamie vyema. Tunaendelea na shughuli za ukarabati wa hospitali kongwe za zamani, ambazo nazo tunataka zifanane na wenziwe ambao tumewajenga hivi karibuni na kuzipatia vifaa, na vyenyewe hizo kongwe tunataka kuzileta katika kiwango hicho hicho. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba afya ya msingi inaboreshwa na tunasogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Kwa hiyo una kazi kubwa, naomba nenda kasimamie na tuone sasa kazi yako inavyoendelea, lakini kubwa zaidi kuwajibika kwako kwa wananchi kule chini. Kasimame vyema, kwa sababu nafasi yako hiyo kuna kushirikiana na wanasiasa, hasa wabunge na madiwani, na wenyewe wana changamoto zao. Bunge yuko hapa anajua. Kwa hiyo nenda kasimame vyema, shirikiana nao vyema katika kutatua changamoto wanazozileta. Linalowezekana ambaye tunaweza tutafanya, nenda kaone, kawatembelee. Lisilowezekana wape sababu ya maana kwa nini hilo haliwezekani. Lakini jitahidi kutafuta ufumbuzi wa shida za wananchi kule chini, na mkaondoe urasimu usio na tija kwa michakato ya manunuzi, na kajitahidini kuzingatia sheria. Hayo ni majukumu makubwa zaidi, Dr. Nagu, na ni imani yangu kwamba utakwenda kuyasimamia ipasavyo. Kama Grace aliweza, na wewe utaweza, na imani hiyo. Dr. Fred Matola Msemwa, Katibu Mtendaji wa Tume ya Mipango, wewe
ni mtu wa Mungu. Nilikuona ukiwajibika vyema kanisani. Na nilipokuona kule nikajiuliza nimemwona wapi huyu mtu? Kumbe nilishakuteua kwenye hii nafasi. Kwa hiyo nenda kasimame vyema. Kwa imani yangu ni kwamba unafaa na unatosha, kutokana na kuwa umefanya kazi kwenye mashirika ya kibiashara na ya umma, una uzoefu wa kutosha. Nimekuwekea naibu katibu mtendaji mzuri, mwenyewe namuita my giraffe. Nimemsacrifice, nimekuletea. Nyinyi wawili mnaweza kufanya kazi vizuri sana. Blandina ni mzoefu, ana uzoefu wa taasisi za nje, marepoa huko kwenye research za kiuchumi, lakini pia ana uzoefu aliopata ndani ya ofisi ya Rais. Miaka mingapi Blandina? 4. Ndani ya miaka 4. Sasa ameiva, anaweza kufanya kazi vizuri ya taifa kwenye nafasi hii ya naibu katibu mtendaji wa tume. Naomba mkashirikiane. Mkashirikiane. Watanzania wana imani kubwa na tume hii. Na tume hii, na nyinyi mmeingia kwenye kipindi hiki muhimu ambako waziri anakuongozeni katika uandikaji wa dira yetu ya miaka 25 ijayo ya taifa hili. Waziri ameongoza vyema, dira iko hatua za mwisho, utekelezaji utawategemea nyinyi. Kwa hiyo naomba muende mkasimame vizuri. Ni kipindi hiki kizito na kigumu ambacho mmeingia, lakini imani yangu kwamba mnaweza mkafanya vizuri. Lakini vile vile kuna miradi mikubwa ya kitaifa ambayo inataka coordination ya tume, lakini uratibu wa miradi kwa ujumla ndani ya taifa letu ni kazi yenu, tume ya mipango, na ndio maana imeitwa tume ya mipango. Kwa hiyo ndani ya wizara yenu kuna mipango na uwekezaji. Uwekezaji watakuwa wanapokea miradi mbalimbali, lakini nyinyi tume kazi yenu kuratibu na kuhakikisha kila mradi unaokuja kitaifa umekaa pale pake, unatekelezwa ulivyo au vilivyo kama tulivyokubaliana kwenye mikataba yetu na huo mradi. Lakini jingine ni kwamba tunataka tuhakikishe mipango na miradi mbalimbali ya kisekta inafungamanishwa na malengo ya kitaifa. Kwa hiyo sio tu dumping ya miradi, lakini ile miradi ifungamanishwe na malengo ya kitaifa. Kwa hiyo niombe sana mkakae vizuri huko, mkashirikiane na wizara, lakini nyinyi tume ndio tunasema nini, sukani, ndio mnyororo utakaoendesha wizara. Mnyororo wenu ukitoka meno, wizara haitakwenda vizuri. Kwa niombe sana 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 mkashirikiane katika kufanya hiyo kazi. Swala jingine kwa upande wa Dr. Blandina alisha kuzungumza, na ni imani yangu hutokwenda kumwangusha mama huko nakokwenda. Kama nilivyokulea ndivyo utakavyokwenda kufanya kazi. Hiyo ni imani yangu. Ndugu Lazaro Jacob Twange, uliyekuwa DC, ulikuwa Ubungo. Haya, lakini nimetizama CV yako nikaona ulishapita kwenye mashirika ya umma na unajua mashirika ya umma yanavyoendeshwa. Nimekupeleka kwenye shirika ambalo ni security ya nchi yetu, na hii ni baada ya mchujo mkubwa, kuangalia loyalty, kuangalia uwajibikaji, experience na mambo yote. Umeibuka kwamba unaweza kushika shirika hili. Shirika hili kama nilivyokuambia ni security ya nchi, kwa sababu umeme ndani ya nchi yetu ndio kila kitu. Chukulia mfano, umeme uzimwe sio maeneo ya uchumi, maeneo ya wananchi tu. Wakose umeme siku 2 siku 3, kelele ya kisiasa itakayopigwa hapo. Lakini sasa chukulia upande wa pili wa maeneo ya uchumi. Umeme ukikosekana, ina maana uchumi wa nchi unakwenda kuzorota. Tumefanya jitihada kubwa kama serikali ya kuweka uzalishaji wa umeme kwenye vyanzo kadhaa. Tuna chanzo kikubwa Julius Nyerere Hydropower, na ile ndiyo roho yetu kama nchi.
pamoja na kwamba 60% so far tuseme imeshuka sasa baada ya Julius Nyerere kuzalisha, lakini huko nyuma ilikuwa 60%, sasa tuseme labda 40% ya umeme wote wa nchi hii unatokana na gesi. Kwa hiyo 60% utatokana sasa na vyanzo vingine baada ya Julius Nyerere kuanza kazi. Ni kuombe sana, tuna umeme wa kutosha. Chalinze pale tunaingiza umeme wa kutosha. Tatizo tulilonalo ni transmission, kwenda kupeleka kaskazini na huko wanaita nini, sijui nyanda za juu kusini, sijui magharibi ya nchi. Miradi hiyo ipo, lakini kukuwa na kusuasua kukubwa kwa kuanzwa kwa miradi hiyo. Kaangalie na uhakikishe transmission inafanyika, kupeleka umeme kutoka kwenye grid sehemu hizo. Kuna vyanzo vidogo vidogo vinavyotoa umeme maeneo kadhaa ya Tanzania, na yenyewe ukayatupie jicho vizuri. TANESCO kama nilivyosema ni security ya nchi yetu, na umeme ndio security ya nchi yetu. Lakini tuna ongezeko la uwekezaji ndani ya nchi. Wote hawa viwanda vinataka umeme, na si tu kupata umeme lakini reliable. Wahakikishe saa zote umeme upo, wanazalisha wanavyotaka, kiwango wanachokitaka, ili waweze kufanya uzalishaji na waweze kukuza uchumi wetu. Kwa hiyo una kazi kubwa ndugu yangu, lakini tunapokwenda mbele tunaangalia renewable sources of energy. Ni kazi ya wizara kisera, lakini ni kazi yako katika utekelezaji. Kwa hiyo other renewable sources of energy, mara nyingi sijui tunaita nishati jadidifu, tunashughulika na sola, jua, upepo na mambo mengine. Lakini ndani ya nchi yetu Mungu ametubariki uranium. Kwa muda mrefu sana tuliaminishwa kwamba kutengeneza umeme wa uranium ni hatari, lakini nchi zinazoendelea wanatumia, na ndio source kubwa ya umeme wao. Sisi tuna raw material hapa ndani, wanatuambia hatari, ili wachote wapeleke kwao wakatengeneze umeme kwao. Sasa pamoja na wizara ni vyema kusimamia mradi wetu ule wa uranium kule Tunduru, kwamba sasa wale wawekezaji waanze kazi na tufaidike na rasilimali ile nchini, na kama wanataka kuchukua nje wachukue, lakini kwanza tufaidike ndani ya nchi. Tunategemea kuna matani mengi tu, estimate za sasa hivi kama tani 58,500 za uranium zimelala pale. Nadhani wakianza kuchimba na wakiendelea kufanya discoveries kwenye eneo lile wanaweza wakapata nyingi zaidi. Huu mradi uende na tuanze. Umeme wa nyuklia kama wao wanautumia, tunaweza tukautumia na tukawa na umeme wa kututosha nchini, lakini na kuuza nchi jirani kama tunavyotaka kuuza sasa kwa Zambia, lakini nasi tunanunua kutoka Ethiopia. Sasa tukijitosheleza hatutakwenda kununua. Tumefanya jitihada kubwa kupeleka umeme vijijini. Ilani ilituambia by 2025 vijiji vyote viwe vimepata, na sasa vijiji vyote 12,318 vina umeme. Tunakwenda kwenye vitongoji. 52% ya vitongoji vyetu Tanzania, vitongoji 33,657 already vina umeme, na kazi inaendelea. Sasa hivi kuna 20,000 vitongoji. Kuna mtu wa REA hapa? Hayupo. 20,000 vitongoji, kazi inaendelea. Kwa hiyo tukimaliza huko tutakuwa kama tunakaribia lile lengo tulilowekewa. Hiyo ni kazi yenu, tunaomba mkatusaidie. Kuna suala la nishati safi ya kupikia. Again, hili linagonga huku na huku, lakini kwenu lipo. Jinsi mtakavyoweza kusambaza umeme vijijini, mnakwenda kuchangia pia kwenye hilo swala la nishati safi ya kupikia, na kuelekea kwenye kufikia ile target yetu ambayo tumejiwekea by 2034. Tumesema 80% ya Watanzania wawe wana nishati safi ya kupikia, pamoja na umeme na vyanzo vingine vya nishati, gesi na mambo mengine. Kwa hiyo hilo ni jukumu lenu. Tuna ujenzi wa substations nyingi katika kuhakikisha kwamba umeme unapatikana uninterrupted, hauzimiki. Naomba ukalisimamie. Kubwa zaidi ndani ya shirika lako
nenda kasafishe yale makando kando yaliyopo, walioko kwenye kutoa umeme, walioko kwenye billing system, waliopo kwenye mambo mengine. Nilimuona naibu waziri mkuu kaenda kazunguka, hakufurahishwa na aliyoyakuta katika maeneo mengine. Nenda kasimame uyafanyie kazi. Kubwa zaidi, kuna miradi mingi ndani ya shirika lile inavuta interest za watu wengi. Kasimame katikati, simamia miradi itekelezwe vizuri. Achana na interest za watu, simamia sheria, sera zako za shirika na miradi ilete faida kwa wananchi. Hilo ndio kubwa nalo litegemea kutoka kwako. Kwa upande wa Jaji Mgeta, Susan Mlawi hayupo. Lakini Jaji Mgeta upo, umeapa kuingia kwenye tume ya maadili. Huko nako kuna kazi na mkubwa wako yuko hapa. Kuna kazi, sisi viongozi ni wanadamu. Ni watu na wanadamu. Tuna miko tumewekewa. Ukitufanyia assessment leo, unaweza ukatukuta only 30% tunafuata kweli hiyo miko ya uongozi. Sasa mna kazi ya kutulea huko na kuangalia. Ujazaji tu form na kukuleteeni, ile tunafanya sana. Lakini matendo mengine yetu binafsi huko ni mambo mengine. Kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma. Tumeharibika leo hii. Mtumishi wa umma anakosa uzalendo. Anakosa, tuseme nini sijui, ile moyo, na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili, akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye, akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani inline, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo. Hilo ni moja, lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma. Katusaidieni, kwa sababu utumishi wa umma ndio engine ya uendeshaji wa nchi hii. Kwa hiyo katusaidieni viongozi kuwa na nini. Lakini kuna mradi ambao mmeuanzisha na umenifurahisha, wa kuanza kuwajenga watoto huku na maadili ya umma, whether kupitia mashuleni au wapi. Lakini nimesoma somewhere kwamba tume sasa inataka kuanza kujenga maadili kwa vijana, aidha walioko universities au sekondari, lakini wakuwe na yale maadili. Itatusaidia sana, sababu Waarabu wanasema nakshi. Unajua nakshi, ile michoro, ile mapambo unayoyachora kwenye jabali yanakaa zaidi, lakini ukiyachora kwenye mchanga upepo ukipita Sasa watoto ni majabali yetu, yanakuja. Kwa hiyo mkijenga akili zile, mkizianza sasa hivi, zitakaa vizuri kuliko sisi wakubwa. Jitu lishapotoka huko nje, unaliteua, unaliweka, linakwenda na imani yake ile ile. Nikifika watanijua, baada ya miaka miwili mimi nataka niwe somebody, nionekane, badala ya kutumikia nchi anajitumikia mwenyewe. Kwa hiyo nendeni katukumbusheni maadili yetu yakoje. Basi nihitimishe kwa kuwataka wateule wote mkafanye kazi kuendana na viapo vyenu mlivyo hapa leo, mkawatumikie Watanzania kwa uadilifu na kwa uwezo wenu wote. Taifa hili ni letu, wawajibikaji wa kulijenga taifa hili ni sisi. Mlio hapa, tuliopo na waliopo ni sisi na hakuna mwingine. Na kwa sababu ya uzuri na madhubuti wa taifa letu, mnaona yanayotokea leo. Kwamba nchi, watu kutoka kwingine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu, wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote. Ni sote, kwa sababu wakikosa huku watapita huko, kupita mawizara, mashirika yetu, watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu. Hii ndio rasilimali yetu tulioachiwa, hatuna nyingine. Nendeni kailindeni. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana 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 na niwatakie kazi njema. Asanteni sana. Asante. Naomba, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima, naomba Mheshimiwa Rais sasa uridhie
kwa ajili ya kupata picha za kumbukumbu hapo nje mbele ya jengo. Asanteni sana. Naomba sasa viongozi tutangulie nje haraka haraka. Sasa wale watakaohusika na picha, viongozi twendeni nje wote. Tufanye haraka. Waliowapa leo, waliokula kiapo cha maadili, lakini pamoja na familia za viongozi, twendeni nje haraka. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.